linatamba sana au lipo sana katika video vyetu vya soka ni kuhusiana na hatima ya mchezo wa pili wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao Simba watakuwa wenyeji jana mida fulani ya mchana hivi. Jambo ilikuwa ni kuanzia saa 5 hivi. Jambo ghafla baada ya Berkane kuposti, mambo yakawa mengi kweli kweli, vitu vikachangamka na hili jambo likasukuma kuweza kuona vitu vingi zaidi. Wakanda, mazingira namna ambavyo yalivyo mpaka hivi sasa baada ya Berkane wao kuposti mazingira ya mchezo na mchezo kuonekana pigo visiwani Zanzibar, watu kama wakashtuka, lakini toka jana mpaka hii leo kuna eneo kubwa namna ambavyo mapambano ya Simba yanaenda na namna ambavyo jambo hilo linalipambania, inaonekana ni kama wanapigwa figisu. Simba Sports Club wao kwa ingo yao wanaamini kwamba kuna influence kubwa sana ambayo inafanyika na viongozi wa RS Berkane ama viongozi ambao wameshawahi kupita RS Berkane ambao wana mamlaka ndani ya shirikisho la mpira wa miguu katika kuhakikisha wanawatengenezea RS Berkane mazingira mazuri ya kufanya vizuri kwenye mchezo wa marejiano ambao watacheza dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi kwa upande wa Simba, wao wanaamini katika hoja ambazo CAF wameziweka juu ya uwanja wa Benjamin Mkapa, hoja kuu ambayo CAF wameisimamia haina mashiko. Hiyo ndio engo ambayo Simba amesimama nayo, kwamba zile hoja ambazo CAF wanaamini kwamba zilitosha kubatilisha uwanja ama kubadilisha uwanja na kuupeleka Man Complex, zile sio hoja ambazo zina nguvu za kufanya mechi sichezeke Benjamin Mkapa. Kwa sababu hata ukiangalia CAF kwanza wame-acknowledge uwanja wa Benjamin Mkapa uko sawa. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho wame-acknowledge kwa ripoti ambayo wameitoa ya ukaguzi wa wiki iliyopita kwamba uwanja uko sawa. Lakini hofu ya CAF ni kwamba siku ya tarehe 25 Tanzania ipo katika kipindi cha mvua. Siku ya tarehe 25 inaweza ikanyesha mvua ambayo mwisho wa siku ikaharibu ladha ya mchezo wa finali. Na ndio maana kwenye statement ya barua yao kuna kamstari pale kanasema wanataka iwe the best experience for players and the fans. Kwa hiyo best experience ambayo CAF wanaitaka, hofu yao ipo kwamba what if mvua ikanyesha. Na reference ambayo CAF wameitumia, reference ya kwanza ni mchezo wa Usma dhidi ya Young Africans ambao ulipigwa Benjamin Mkapa, mchezo wa mkondo wa kwanza wa finali, ambapo siku hiyo mvua ilinyesha na maji yakawa yametuama kwenye uwanja. Reference ya pili ambayo CAF wameitumia ni reference ya mchezo wa Al Masry dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kwenye hiyo reference ambazo CAF wamezitumia, Simba wao wamepeleka challenge ama wameenda challenge hizo hoja za CAF. Na hoja ambazo Simba wameziweka, hoja kuu ziko mbili. Hoja ya kwanza ni ile ya idadi ya mashabiki. Wanaamini kwamba washauza tiketi nyingi kiasi kwamba hawawezi waka-accommodate mashabiki wote. Na katika hoja hiyo ya mashabiki, Simba amesema kwamba mashabiki wake wengi ambao wamenunua tiketi ni mashabiki wa upande wa bara. Kwa hiyo hao watu walionunua tiketi utawasafirisha vipi wote kuwapeleka visiwani Zanzibar? At the same time ukasubiri mashabiki wa visiwani Zanzibar nao wanunua tiketi, it means uwanja unaweza overflow ama ukauza tiketi nyingi kuliko idadi ya mashabiki ambao wataingia uwanjani. Lakini hoja ya pili ni wamepeleka report ya TMA kwamba kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 26 hakutokuwa na mvua katika jiji la Dar es Salaam. Hoja ambayo unaweza kai-challenge geographically kwamba kwenye zile critics ambazo weather forecast nazo critic moja kubwa ni forecasting ya zaidi ya wiki moja. Forecasting ya zaidi ya wiki moja huaga haina uhakika. Kwa hiyo ndio hoja ambayo CAF wamesimamia kwamba hawana uhakika kama mvua itanyesha siku ya tarehe 25, na mvua ikinyesha guaranteed ni kwamba uwanja maji yatatuama na finali itakuwa nzuri. Yes, uwanja wa Benjamin Mkapa, mara baada ya sakata hapo jana tukamsikia katibu mkuu wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo ambaye pia ni msemaji wa serikali, Gelson Msigwa, ilibidi aje alitolee ufafanuzi kwa maana kwamba utayari wa uwanja wa Benjamin Mkapa na maboresho ambayo pata nafasi ya kumsikia Msigwa wakati akilitolea ufafanuzi au akizungumza juu ya kile ambacho wao kama serikali wamiliki wa uwanja wamekwisha kifanya mpaka hivi sasa, akisisitiza kwamba wao sio wapangaji, wao uwanja upo tayari. Yote tumeyatekeleza na uwanja umekuja vizuri. Dar es Salaam ni kweli kuna mvua nyingi. Huu uwezo wake wa kuondoa maji umeboreka sana sasa hivi ikilinganishwa na wakati ule tulipokuwa na changamoto. Sasa hivi unaweza kutoa maji humu ndani kwa haraka zaidi ya mara 10 ya kipindi kile, kwa sababu kuna kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye uwanja.
Sasa haya mengine ni maamuzi ya mamlaka zinazosimamia mpira. Sisi serikali hatuamui mechi gani ifanyike wapi, wanaoamua ni wenye mamlaka yao. Lakini sisi tumeandaa uwanja na uwanja uko tayari, na nyinyi wenyewe mmeuona. Uwanja wa Benjamin Mkapa ndio hapa. Hapa mvua hata ikinyesha saizi baada ya dakika 10 tu hakuna maji ndani. Huu uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja pekee tunaotegemea kwa nchi yetu wenye hadhi ya kuhost mashindano ya kimataifa. Mheshimiwa Rais anatambua hilo. Ameamua kuongeza viwanja vingine viwili kwa mpigo. Kwa sababu leo tunahangaika hapa kwa sababu hatuna uwanja mwingine. Yaani kama sio Benjamin Mkapa hatuna uwanja mwingine. Lakini uwanja wa Arusha kule tuko 43% leo tunakwenda. Sio muda mrefu ule uwanja na wenyewe utakamilika. Tunaanza kujenga uwanja mwingine Dodoma. Kwa hiyo ni shida, tunapata changamoto sasa hivi kwa sababu nchi yetu ina uwanja mmoja tu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua changamoto hii na kutambua athari zinazoweza kujitokeza kwa nchi kuwa na uwanja mmoja, ameamua tutumie zaidi ya shilingi bilioni 650 kujenga viwanja vingine vipya viwili. Bana, huyo ni msemaji wa serikali Gerson Msigwa ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, akiwa anazungumza kwa sababu wao ndio wamiliki wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo uwanja upo tayari kuweza kutumika. Kuna eneo ambalo ameligusa msemaji hapa wa serikali Gerson Msigwa kuhusiana na uwezo wa uwanja kufanya ile drainage, uwezo wa kutoa maji. Kuna ripoti ameiposti mjumbe wa bodi wa wakurugenzi wa klabu ya Simba Crescentus Magori kuhusiana na ripoti ya mwisho ya inspection ambayo ilifanywa na CAF Benjamin Mkapa, na mtu ambaye alifanya inspection ni mtu ambaye alikuwa endorsed na CAF wenyewe. Na kwenye ripoti ambayo inaonekana ilitumwa kwamba uwanja wa Mkapa unaonekana upo tayari na uwezo wake wa kuondoa maji uwanjani ipo vizuri, na uwanja wa Mkapa kwenye marekebisho yote ambayo yamefanyika upo vizuri kwa ajili ya kuandaa huu mchezo. Kwa hiyo kwenye hii ripoti ambayo, na nimeona Crescentus Magori amekuwa analipambania sana ile jambo mpaka pressing vibaya, mpaka amefika level ya kuposti ile ripoti ya CAF ya ripoti ya mwisho kuhusiana na uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ni ya wiki moja iliyopita. Hata wiki inaweza ikawa haijakamilika. Inaonekana kila kitu kilikuwa kiko perfect. Sasa ndio tupo kwenye level ambayo Wakanda kuna vitu umegusa hapo kabla ya kumsikia Msigwa akizungumzia uwanja, lakini pia kuna hili eneo la hii ripoti ambayo Crescentus Magori ameiposti kwamba CAF ina kamati yake ambayo huwa inaongoza ya mashindano, ambayo ni ile kamati ya mashindano pamoja na leseni za club, ambazo kamati hii makao makuu yake yapo pale Cairo. Hasa hii kamati ina kiongozi wa hii kamati ya mashindano ambayo ndio wenye mamlaka ya kuandaa, kusimamia na kuhakikisha kwamba mashindano yote ya CAF yanaenda ipasavyo. Ina kiongozi wake ambaye ni mwenyekiti, na mwenyekiti huyu anaitwa Fauzi Lekja. Huyu Fauzi Lekja yeye kama nilivyoambia watu hapa mara kadhaa kwamba huyu ukiachana tu na kuwa mwenyekiti wa kamati, huyu mwamba yeye ni makamu wa kwanza wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF. Huyu Fauzi Lekja yeye pia ni mjumbe wa kamati kuu tendaji ya FIFA. Huyu pia ni waziri wa fedha wa Morocco. Pia ni waziri wa fedha wa Morocco. Lakini ukitoa hapo, huyu pia ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya kombe la dunia la mwaka 2030 ambalo litaandaliwa katika mataifa matatu: Spain, Portugal pamoja na Morocco. Huyu mwamba yeye ni mwenyekiti wa hiyo kamati. Na kwenye uchaguzi uliopita wa FIFA, katika uchaguzi ambao ulimweka kuwa mjumbe wa kamati kuu ya FIFA, huyu mwamba alipata kura 49 kati ya kura 52. Kwa hiyo unaona influence yake ilivyo kubwa. Hasa hii inakuwa linked na mamlaka yake ndani ya klabu ya RS Berkane. Fauzi Lekja ameiongoza RS Berkane toka mwaka 2009 mpaka mwaka 2019, na ni kipindi ambacho mafanikio ya RS Berkane yalianza kuonekana. Kwa hiyo uwepo wake ama historia yake ndani ya klabu ya RS Berkane moja kwa moja inahusishwa na haya maamuzi ambayo yanaendelea kufanyika hivi sasa, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti kwanza wa ile kamati ya mashindano, ambayo mwisho wa siku kamati ya mashindano ndio yenye mamlaka haya yote. Watu naona wanamtag Patrice Motsepe. Motsepe ana oversee tu mpira wa Afrika,
lakini kwenye hizi shughuli za kiutendaji kuna watu ambao huwa wanazifanya hizi shughuli za kiutendaji. Hii kamati aliyopo leo bwana Fauzi Lecture kama mwenyekiti Simba Sports Club alishawahi kuwa na mtu kwenye hii kamati ambaye alikuwa ni Barbara Gonzalez, alishawahi kuwepo kwenye hii kamati ya mashindano na pamoja na leseni za club. Kwa unakuja ujikuta kwamba huyu mtu ndiye ambaye anatajwa kwamba ana influence mechi kwenda Zanzibar. Na hata ukiisoma ile barua ambayo imetumwa jana kwa shirikisho la soka Tanzania, nilikuwa ni kama suggestion kwamba CAF wanaamini mazingira mazuri ya finali yatafanyika Zanzibar kuliko Benjamin Mkapa. Kwa unakuja kuona kwamba haikuwa straight order wala hakukuwa na perfect reason ya huu mchezo kupelekwa Zanzibar, bali CAF kwa sababu ya Simba kuwa na advantage ya kuwa na viwanja viwili ndani ya taifa lake, wameona no, Benjamin Mkapa tusiifanyike kwa sababu hamna maandalizi mazuri ya Zanzibar, sehemu ambayo imefanyika mechi moja tu ya haya mashindano. And by the way, ule uwanja kama hii itaenda pale itakuwa ni mechi ya pili kubwa kwenda kufanyika kwenye ule uwanja. Kabla kwenda mapumziko kimazingira, Zanzibar siku ile mvua ilinyesha. Lakini mechi ikachezwa kwenye mazingira mazuri. Lakini mechi umetaja hapa kwenye historia mechi ya Usma, si ndio? Na Simba na Al Masry. Mazingira ya uwanja yalionekana kuto support. Inawezekana labda wao wameangalia kwamba inawezekana mkatuaminisha tena Benjamin Mkapa. Alafu historia ikajirudia. Na ndio maana tukimsikia msemaji, ukiona na ile ripoti ambayo ikaiposti Crescentus Magoli, eneo la kutiririsha maji inaonekana ndio limetiliwa kwamba bwana saa hizi kila kitu kipo sawa. Yani na hata ile barua hapo kipo sawa. Ile barua ya CAF ukisoma kuna mstari pale unasema due to the rainy season in Tanzania, kwamba CAF nao wanaamini hichi kipindi cha mvua uwanja uwezo ukahodhi kwa Mkapa utoboi. Kwa hiyo CAF wanaamini hivyo, lakini Simba wamepeleka arguments zao kwamba kwanza uwanja uko tayari. Ripoti yenu imesema uwanja uko tayari. Alafu pili, mamlaka ya utabiri wa hewa ya taifa imekiri kwamba siku mbili kabla ya mchezo na siku moja baada ya mchezo hakutokuwa na mvua tarehe 23 mpaka tarehe 26. Kwa hiyo hizo ndio arguments za Simba, lakini CAF wanazicounter kwa kusema kwamba labda historia inatuhukumu. Yani hapa mimi ninachoamini ni historia inatuhukumu. Yes, kwamba matukio yashaitokea. Badi enough ni kwamba kanta kumbuka mchezo wa Simba na Al Masry, ule mchezo ulifanyika baada ya convincing kubwa sana kwamba uwanja uko tayari. CAF kuna kipindi sana uwanja uko tayari. Nakumbuka almost ilipostiwa mpaka na TFF wiki moja kabla ya mchezo kwamba itafutie Simba uwanja. Yes, itafutie Simba uwanja, lakini ilifanyika hamasa kubwa sana, ushawishi mkubwa kwamba uwanja uko tayari. Uwanja CAF wameupitisha, mvua imenyesha, nusu finali na ulivyotumika serikali ikaufunga. Yes, ulivyotumika tu serikali ikaufunga tena. Kwa hiyo unakuja ujikuta kwamba haya mazingira ya